Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kiungo wa kimataifa wa Ivory Coast na nyota wa Singida Black Stars Asa Josephat Bada ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa na klabu ya Young Africans. Ni kiungo ambaye anahusiwa kujiunga na Young Africans mwishoni mwa msimu, na kama unakumbuka Bada ni miongoni mwa wale wachezaji ambao walikuwa kwenye mchakato wa kubadili uraia kutoka kuwa raia wa Ivory Coast na kuwa na raia wa Tanzania, na mchakato ule taarifa ya mwisho by the way tuliambiwa kwamba wapo kwenye mchakato, lakini hatukujua kwamba mchakato ulikamilika ama la. Na kama mchakato utakuwa umekamilika, manake huyu Yanga hawatamsajili kama mchezaji wa kimataifa, bali watamsajili kama mchezaji wa ndani, kama mchakato wake wa kubadili uraia ulikuwa umeshakamilika, kwa sababu aliomba. Sasa kama aliomba, manake akishapitishwa na maana sio mchezaji wa kimataifa tena, anakuwa ni mchezaji wa ndani Mtanzania ambaye gharama zake ni zile zile za kawaida tu ambazo wanalipiwa wachezaji wa ndani, kwa maana hata lipiwa ile pesa ya uhamisho wa kimataifa. Ni nyota ambaye anafahamu vizuri sana Singida Black Stars na ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa mwishoni mwa msimu huu yataenda kujiunga na klabu ya Young Africans. Na tunajua Singida na Yanga ni familia. Hawa ni watu ambao wanajuana mambo yao. Hawa ni watu ambao wanafanya kazi kwa ukaribu kabisa. Ni watu ambao wanapendana kabisa hawa. Ni watu ambao wamepeana wachezaji tangu muda mrefu sana. Na hata sasa hivi inatajwa kwamba kuna wachezaji wengi pia ambao kutoka pale Singida wataenda kujiunga na Young Africans. Mimi nataka kwanza nikupe wawili tu ambao tayari taarifa zao mimi binafsi nimezipata. Issue ya Josephat Bada iko hivi. Bada alipokea ofa kutoka Simba, lakini viongozi wake walikataa kwenda kumruhusu kwenda Simba kwa taarifa ambazo nimepata, lakini mwisho siku ilivyokuja ofa ya Young Africans ilibidi aikubali, kwa sababu wapo baadhi ya viongozi pia ambao walikuwa wana shauku walikuwa wanatamani kuona Josephat Bada aenda kucheza Young Africans. Na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Josephat Bada yeye pia ameridhia kutoka Singida Black Stars kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans kwa sababu ana mkataba na Singida. Lakini moja ya timu ambazo zilikuwa interested zaidi na timu ambazo zilikuwa zinampa pesa nyingi kwenye uhamisho wa msimu huu ni pamoja na klabu ya Simba, lakini ameamua turn down offer ya Simba kwa sababu klabu yake ya Singida haikuwa tayari kwenda kumuuza kwenye timu nyingine yoyote. Lakini taarifa ambazo ninazo ni kwamba timu pekee ambayo anaweza kwenda ni Young Africans, na mazungumzo yanatarajiwa kuanza hivi karibuni, na yeye na klabu yake wameshaambiana tu kwamba kuondoka unaweza ukaondoka, lakini sio kwenda Simba. Kama utaondoka labda utaenda labda Yanga ambao pia nao pia wanakuhitaji, na maana yake kuna viongozi wa Singida ambao wanajua kabisa kwamba Josephat Bada anatafutwa na ni miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans wanawahitaji. Lakini tunajua by the way, kwa miaka mingi timu zote ambazo zimewahi kuitwa Singida ni timu ambazo mara nyingi huwa hazijawahi kuwa na ugumu wa kuachia mchezaji kwenda Young Africans. Timu zote ambazo zimewahi kuitwa Singida, imewahi kuja Singida United, imewahi kuja Singida Big Stars, imewahi kuja Singida Fountain Gates, imewahi kuja Singida Black Stars. Mchezaji pekee ambaye anatakiwa na Yanga na alikuwepo Singida na hajafanikiwa kwenda Yanga ni Yusuf Kagoma, ambaye pia wakati ule Yanga wanamhitaji tayari Singida ile ilikuwa imeshajigawa. Yaani ishajigawa, kuna Singida Black Stars halafu kuna Singida Fountain Gates. Manake Simba wao wakamchukua kupitia ule mgongo wa Fountain Gates ambao ilikuwa ni sehemu ya Singida. Na baada ya kutengana hii ikaja Singida Black Stars, ikaundwa nyingine ambayo ilikuwa ni Hefu, na yeye akabakia kule Singida Fountain Gates. Ndio ikawa rahisi yeye kutoka Singida, kutoka pale Fountain Gates kwenda kujiunga na klabu ya Simba, ambapo pia hiyo Singida Fountain Gates imebadilika msimu inaitwa tu Fountain Gates. Unaweza ukaona mchakato jinsi ambavyo umefanyika. Lakini kwa wachezaji wengi ambao wamewahi kucheza kwa timu inaitwa Singida, yani ni rahisi sana kutoka Singida kwenda Yanga kuliko kutoka Singida kwenda timu nyingine yoyote, unless kiwango chako kimeshuka. Lakini kama unacheza kwenye kiwango bora, basi wewe ni rahisi sana kwenda Yanga kuliko kwenda kwenye timu yoyote ile. Sasa kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Bada tayari yuko kwenye rada za Singida, na kuna baadhi wao kwenye rada za Yanga, na kuna baadhi kabisa viongozi wa Singida ambao kabisa wamemwambia kwamba kama unataka kuondoka basi utaondoka, lakini utaenda Yanga na sio kwenye timu nyingine yoyote. Wachezaji wengine ambao wanatajwa kwenda kutoka Singida kwenda kujiunga na Yanga ni pamoja na Jonathan Soa. Tunajua ni mshambuliaji bora sana, na kama unakumbuka baada ya kumalizika mchezo wa Singida for Black Stars na JKT Tanzania, Soa alifanya interview, na kwenye ile interview alimtaja Engineer Harris kama baba yake, kwamba anamheshimu kama baba yake kwa sababu anamsaidia vitu vingi. Ile ilitoa ishara tosha kwamba sasa huyu anatoka Singida
anaenda kujiunga na Young Africans. Na of course ni miongoni mwa washambuliaji ambao wapo kwenye listi ya wachezaji ambao wataenda kujiunga na Yanga msimu unaokuja. Unaweza kuona haya majina ni makubwa sana Anasema kwamba Aziz Ki ataondoka. Maana kama Aziz Ki ataondoka ina maana replacement yake ni Asa Josephat Bada, ni miongoni mwa viungo bora kabisa washambuliaji. Lakini anaongozeka Jonathan Soa kwenye eneo la kushambulia, ni miongoni mwa wafungaji wazuri sana wa mabao. Mpaka sasa hivi ameingia dirisha dogo lakini tayari amefunga mabao 11. Ina maana Yanga wanaenda kuongeza mziki mwingine, wanaenda kuongeza mzigo mwingine kwenye eneo la kushambulia. Wanaenda kuongeza tena mchezaji mwingine ambaye anakuja kuongeza balaa kwa wapinzani wa Young Africans. Maana yake Yanga msimu unaokuja hawataki tena kubahatisha kama msimu huu. Msimu unaokuja wanataka kwenda kutoa dozi. Wanataka kufanya vizuri kwenye mataji yote ambayo wanashiriki, wanataka kufanya vizuri kwenye ligi kuu, wanataka kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, wanataka kufanya vizuri kwenye FA na kwenye mashindano yote ambayo Yanga wataenda kushiriki msimu unaokuja, wanataka kwenda kutoa dozi. Na hao ni wachezaji wakubwa sana by the way. Ni international quality hii. Kitakachowapa faida kubwa Yanga ni kwamba kama uhamisho wa Bada utakuwa kama kubadilisha uraia kwa Bada kutakuwa kumekamilika, manake watamsajili kama local player na hawatamsajili kama international player. Kwa hiyo kuna gharama zinapungua, lakini kwa Jonathan Soa bado ni mchezaji ambaye ni raia wa Ghana, lakini kwa Yanga kumbadili kumtumia kwa maana kumlipia gharama hizo za wachezaji wa kimataifa wala kwa sio issue ambayo inaweza kuwasumbua kwa namna moja ama nyingine. Ni mchezaji mzuri sana ambaye anaweza kuwasaidia Yanga, na kwa namna ambavyo Yanga inatengeneza nafasi ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa na uwezo wa kufunga mabao mengi kwenye kosta ya Young Africans. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akijiunga na Yanga kwao itakuwa ni faida kubwa sana. Na huyu pia ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi anahitajika pia na klabu ya Al Hilal Omdurman ambayo inashiriki ligi ya Mauritania. Lakini Al Hilal Omdurman tunajua ni klabu kubwa sana na barani Afrika na ni klabu yenye pesa kubwa kuliko Yanga, pesa nyingi kuliko Yanga. Lakini kuna yale mapenzi ya Jonathan Soa na nchini Harris na mapenzi ya Jonathan Soa na mpira wa Tanzania. Ni vitu ambavyo vinashabihiana. Manake hiyo inaweza kuinfluence Jonathan Soa kutoka Singida Black Stars kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans, na kwa sababu ana mkataba na Singida, manake hapo inafanyika transfer ya kimauzo, manake anauzwa kutoka Singida kwenda Yanga. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao ni wakubwa sana, ni wachezaji ambao wakijiunga na Yanga mwishoni mwa msimu huu, Yanga itakuwa tishio sana msimu unaokuja. Yaani sidhani kama kuna timu ambayo inaweza ikaenda kuenjoy kucheza dhidi ya Yanga. Lakini mchezaji mwingine ambaye yuko Singida na anatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans ni Andy, mmoja wachezaji bora sana, wazuri sana kwenye kikosi cha Singida. Naye pia anasema kwenda kujiunga na Young Africans, ni miongoni mwa wachezaji bora sana kwenye kikosi. Kwa tusubiri tuone, lakini ni majina matatu ambayo yako Singida Black Stars yanatajwa kwenda kujiunga na Yanga mwishoni mwa msimu huu. Lakini pia Yanga wako kwenye mchakato wa kuachana Duke Abuya, ataondoka mwishoni mwa msimu na wachezaji wengine wengi. Yaani Yanga wako kwenye mchakato wa kupitisha panga kubwa la maana. Wataondoa wachezaji wengi sana msimu huu mwishoni, kwa sababu wanataka kutengeneza timu yao mpya, wanataka kuondoa wachezaji wote ambao wanaonekana sio potential kwenye timu, waondoe halafu waanze kuingiza majina mapya ambayo yatakuja sasa kuisuka Yanga mpya ambayo itaenda kupata mafanikio makubwa msimu unaokuja. Na ukumbuke hawa pia tayari wanataka kuachana pia na kocha wao Hamdi Milodi, maana atakuwa na kocha mpya msimu unaokuja. Kwa hiyo Yanga itakuwa ni moto wa kuotea mbali.